Kristo. Na useme Bwana Yesu asikie na tena. Bwana Yesu asikie na tena. Tunao masaa machache yamebaki. Tunao masaa machache ambayo yamebaki ili tukaweze kutamatisha ibada ya leo. Ili tukaweze kutamatisha ibada ya Na leo. yale masaa yamebaki naomba tukapate kusikia sauti ya Bwana. Na yale masaa yamebaki naomba nikapate mkasiweze kusikia sauti ya Bwana. Vile Bwana anavyozungumza kwa ajili ya maisha yako. Vile Bwana anapozungumza kwa ajili ya maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Tumekuwa na hali ya kuabudu. Tumekuwa na hali ya kuabudu. Tumekuwa na hali ya kuomba. Tumekuwa na hali ya kuomba. Tumekuwa na hali ya kusifu. Tumekuwa na hali ya kusifu. Tumekuwa na hali ya kufanya mambo mengi mbele ya uso wa Bwana. Tumekuwa na hali ya kufanya mambo mengi katika mbele ya uso wa Bwana. Na mbingu zikafurahia. Na mbingu zikafurahia. Na sasa ni wakati wa kusikia. Na sasa ni wakati wa kusikia. Vile mbingu zinaponena kwa ajili ya maisha yako. Vile mbingu zinavyonena kwa ajili ya maisha yako. Ama zinapotamka kwa ajili ya siku ya leo. Ama vile zinapotamka kwa ajili ya siku ya leo. Naomba ukapate kujiweka tayari. Kwa hivyo naomba ukapate kujiweka tayari. Ukapate kufungua roho yako. Ukapate kufungua roho yako. Ukapate kufungua mwili wako. Ukapate kufungua mwili wako. Ukapate kufungua mawazo yako. Ukapate kufungua mawazo yako. Ili Bwana akapate kuzungumza katika anga yako. Ili Bwana akapate. Maana wakati anapozungumza Bwana kwa wakati wa asubuhi. Mambo inabadilika katika jina la Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati Bwana anapoanza kuzungumza katika anga yako, ama anapoanza kuzungumza katika nyumba lako, ama anapoanza kuzungumza katika maisha yako, ninaambiwa nikuelezea maisha yako itabadilika. Haitakuwa vile ilivyokuwa tena. Ni katika jina la Yesu Kristo. Maana kanaelezea watu wengi walikuwa na kilio. Watu wengi walikuwa na kilio katika maisha. Shetani alikuwa amewaonea. Shetani alikuwa amewafidilia. Shetani alikuwa amewakandamiza. Shetani alikuwa amewanyima uhuru wao. Lakini siku ya leo ninaambiwa nikapata kutangazia mtu ya kwamba uhuru wako unaenda kuachiliwa katika jina la Yesu Kristo, ili ukapate kumsherehekea Bwana, ili ukapate kumfurahia Bwana, ili ukapate kumshangilia Bwana, ili ukapate kumtukuza Bwana, ili ukapate kumwabudu Jehova. Maana naeleza wakati uko mateka, huwezi kumtesea Bwana, huwezi kumtukuza Bwana. Wakati maisha yako imefungwa, wakati mwili wako umekamatwa, huwezi kuwa na nafasi ya kumfurahia Bwana. Ni mpaka ukapate kufunguliwa ili ukapate nafasi ya kumfurahia Bwana. Maandiko yananiambia siku ya leo ni kwa ajili ya wateule wa Bwana, ni kwa ajili ya watakatifu wa Bwana, wale wanaomwabudu kwa roho na kweli. Utakuwa na kushangilia kwao, utakuwa na kutawala kwao, utakuwa na kupokea baraka zao. Maanake aliyekuwa na wafitini, mwenye alikuwa anatesa wateule wa Bwana, ninalesota yale yamekwisha kuangushwa chini katika jina la Yesu Kristo, ili wateule wa Bwana wakapate kunawiri, ili wateule wa Bwana wakapate kuendelea, ili wateule wa Bwana wapokee baraka zao, ili wateule wa Bwana wapokee amani yao, ili wateule wapokee ushindi wao, ili Bwana wapokee kibali cha Bwana katika jina la Yesu Kristo. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Na useme amen. Maanake ulikuwa ni muda mrefu watakatifu wa Bwana walikaa kuhangaika, ndio walikuwa wakimwabudu Bwana, ndio walikuwa wakimtesea Jehova, ndio walikuwa wakimwomba Jehova, lakini wakakaa maisha ya mateka, wakakaa maisha ya kuhangaika, wakakaa maisha ya kuteseka, wakakaa maisha ya kuonewa, wakafungiwa nyumba zao, ndoa zao zikavunjika, kazi zao zikaisha, na bado wanamtumikia Jehova. Maanake shetani alikuwa amekamata anga yao wasije wakamfurahisha Bwana. Lakini niko na habari njema siku ya leo. Huyo ibilisi alikuwa amejiinua ili akatese maisha yako, ili akatese huduma lako, ili akatese nyumba lako, ili akatese ndoa yako, ili akatese watoto wako, ili akafinyilie kazi ya mikono yako, ili akafinyilie biashara yako. Huyo adui yuko tena, maanake amekisha kumoromosha na amekisha kanyangwa na amekisha kupondwa katika jina la Yesu Kristo. Wateule wa Bwana katika roho na katika kweli. Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Nataka nisome neno kwenye kitabu cha Danieli kifungu kile cha 7 na kuanzia mstari wa 10. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo na kumalizia maana pale chini. Utaanza kupokea ushindi katika maisha yako. Haleluya. Maana kuna wakati watu wakati wa 2025 walikuwa mahali pale kumwabudu Jehova, wakamwabudu ndani ya nyumba lake, lakini Shetani mahali pale akawaonea, Ibilisi mahali pale akawaonea, wachawi mahali pale akawaonea, waganga akawaonea mahali pale, watu wa majini akawaonea, magonjwa akawaonea, umaskini akawaonea, ukalo akawaonea. Lakini siku ya leo
kwanza Ndio. mwaka wa 2026. Yes. Alisema kwa ajili ya maisha yako. Ndio. Bwana Yesu asikie na atende. 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 Kilichokuonea maisha yako. Ndio. Kitakuonea tena kuanzia siku ya leo. Yes. Nasema Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Itakuonea tena. Ndio. Nasema laana itakuonea tena. Yes. Nasema umaskini utakuonea tena. Ndio. Nasema wachawi watakuonea tena. Yes. Waganga watakuonea tena. Ndio. Majini itakuonea tena. Yes. Illuminati itakuonea tena. Ndio. Manake wamekwisha kumbora mozo. Yes. Wako chini ya miguu yako. Ndio. Naenda kuwaponda ponda. Yes. Naenda kuwakanyaganyanga. Ndio. Baada kushangilia Yes. kumtukuza Jehova. Ndio. Manake utabaki ukiwa huru. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Ndio. Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na Bwana Yesu asikie na atende. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Namna gani? Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza, Nataka kuanzia mstari wa 10. mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Nikatazama wakati huo kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyosemwa ile pembe. Nalitazama hata mnyama yule akauawa, mwili wake ukaharibiwa, akatolewa akateketezwa kwa moto, na kwa bahari za wale wanyama wengine waligawanya mamlaka yao, walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati wa majira. Nikaona katika jozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu na yeye, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele. Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Maandiko yanasema ni wakati ule hukumu ilipotolewa. Maandiko yanasema ni wakati ule hukumu ilipotolewa. Alikuwa na pembe 10. Alikuwa na pembe 10. Bwana Yesu apewe sifa. Akapewa katika watu wa Mungu. Alikuwa na wazulia watu wa Mungu. Alikuwa na wale watu wa Mungu. Alikuwa na watu wa biashara zao. Alikuwa karibu ndoa zao. Alikuwa karibu ndoa zao. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nikasema wakati umefika. Leo nasema wakati umefika. Kama saa ikafika, kama masaa siku ya leo, na kitabu zikatolewa, Mungu mwanzo ukatolewa, na watu wakahukumiwa. Amen. Na wakati ule mnyama alipohukumiwa, maandiko yanasema alipotolewa, na baada ya kutolewa akauliwa, na wale wanyama wengine wakauliwa pamoja na yeye, wakawa chini ya miguu ya wateule, wakapanda kuondwa, wakakanyagwa, wakasimama kaanza kumtumikia Bwana, wakaanza kumlilia Bwana, wakaanza kunyenyekea Bwana, wakaanza kufurahia baraka zao. Katika jina la Yesu Kristo, na useme Bwana Yesu asikie na atende. 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 Wakati wa siku ya leo, nataka nikapate kutabiria mtu. Anataka kutabiria kila mtu. Nikapate kutangazia mtu. Alikuwa anakaa maisha kutezeka. Alikuwa anakaa maisha kuhangaika. Na maana watu walikuwa wamemwonea. Magonjwa ilikuwa imemwonea. Ufukara ulikuwa umemwonea. Kupangana zilikuwa zimemwonea. Mambo alikuwa amemwonea. Niko katika siku ya leo, wako wako katika siku ya leo. Uhuru wako unapatikana. Utaenda kuhangaika tena. Utaenda kusumbuka tena. Utaenda kutumikia Bwana. Yes. Bwana amesema ufalme wake utakuwa ufalme wa milele. Mambo yake yako milele. Amani yake ya milele. Baraka zake ni za milele. Uzima wake ni wa milele. Uzima wake ni wa milele. Tangu sasa na hata milele. Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Kuanzia siku ya leo
Usikuonee tena. Lame sikuonee tena. Sikuonee tena. Kiangazi sikuonee tena. Wachawi sikuonee tena. Majini sikuonee tena. Kutawala ukimfurahia siku na mchana. Ukimwingia siku na mchana. Maana ishatendeka. Bwana Yesu asifiwe na atende. Haleluya. Amen. Yule mnyama mahali pale akauliwa. Yule mnyama mahali pale akauliwa. Anaangushwa chini. Ninaona mganga anaangushwa chini. Ninaona magonjwa yanaangushwa chini. Hivi ni wanataka mwili wako. Itaanza kuteseka tena. Itaanza kuteseka watoto wako. Bwana Yesu apewe sifa. Itamkeza muda mrefu. Unakuwa sikuonea. Itakutesa tena. Itaanza kuangamizwa. Kuangamizwa. Wakateketezwa mahali pale. Wakateketezwa mahali pale. Katika jina la Yesu Kristo. Shetani na ibilisi na majaribu wake. Wamekwisha kuuliwa. Wameweza kuangamizwa. Wametupwa katikati ya jua la moto wa milele. Mahali pale watakuteketea. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe na atende. Bwana Yesu asifiwe na atende. Bwana Yesu asifiwe na atende. Wale watu walikuwa wamelia muda mrefu, lakini hukumu ikatolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana mahali pale. Kuna somo lako unaenda kupokea. Kuna uzima unaenda kupokea. Kuna ushindi mahali pale unaenda kupokea. Bila mahali pale kujidanganya. Mahali pale kwa upande wako. Bila pale kwa ajili yake. Ili wakati wa mkesha. Wanasema atanyamaza. Wanakulia mahali pale. Mpaka haki ya watoto kapata kupatikana. Mpaka wako kupata kupatikana. Ni kwa ajili ya nyumba la Israeli. Ni kwa ajili ya watoto wa Jehova. Wanakuabudu kwa kina kweli. Na useme Bwana Yesu asiye na atende. Haleluya. Mungu anasema atanyamaza. Mpaka haki kapata kupatikana. Manake walikuwa wamehukumu. Walikuwa wamesema mahali pale utatoboa. Lakini Mungu anasema atanyamaza. Mpaka haki kapata kuonekana. Mungu kapata kuonekana. Mungu kapata kuonekana. Amani kapata kuonekana. Na katika jina la Yesu Kristo. Na useme Bwana Yesu asiye na atende. Haleluya. Musa mwenzako mwambie Jehova atanyamaza. Mpaka haki kapata kuonekana. Mpaka wokovu kapata kupatikana. Ni katika nyumba lako. Ni katika huduma lako. Haleluya. Maana kwa umelia ya kutosha. Haleluya. Ambia mwenzako umelia ya kutosha. Na utalia tena. Ndiye akaona katika njozi. Akaona katika ndoto akada usiku. Bila watu walikuwa wamehangaika. Bila walikuwa wamefinyika kwa ajili ya shetani. Lakini wakati hukumu ilipotolewa. Ile mwenye akaondolewa. Na akaondolewa kabisa. Na akatupa katikati la ziwa la moto wa milele. Bwana Yesu asiye na atende. Bwana Yesu asiye na atende. Wakati alipotupa katika ziwa la moto. Wakati alipotupa katika ziwa la moto, akateketezwa. Neno likasema mpaka mwisho wa dahari. Bwana likasema mpaka mwisho wa dahari. Bwana Yesu kuruka tena. Ili akaweze kutenda watu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana anataka kuchomeka milele na milele. Mpaka mwisho wa dahari. Wakati watumishi na watu wote kutumikia Jehova. Pamoja na Yesu Kristo. Milele na milele. Mpaka mwisho wa dahari. Bwana Yesu asiye na atende. Haleluya. Amen. Wakakutumikia milele na milele. Wakakutumikia milele na milele. Haki mahali pale ilikuwa imeachiliwa. Haleluya. Nataka tukiomba siku ya leo. Bwana katika maisha yako. Bwana katika wako katika nyumba yako. Bwana katika uponyaji wako. Bwana katika ukombozi. Bwana katika amani. Bwana katika upendo. Nani katika maisha yako. Nani katika nyumba yako. Nani katika ndoa yako. Using'ang'ane tena. Usikuje kuhangaika tena katika jina la Yesu. Hapo tunapoendelea mwaka mpya ambao ni mwaka wa 2026. Wote Bwana katembea na wewe ili akakutenganisha na mitego, ili akaondoa kila jahabu, ili akaondoa kila mbingu, ili nguvu zimepanda, ili ungana maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Ukapata maibara, ukamalizia na ushindi, ukamalizia na kufaulu, ukamalizia na kuendelea, ukamalizia na baraka, ukamalizia na afya, ukamalizia katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asiye na atende. Bwana Yesu asiye na atende. Bwana Yesu asiye na atende. Amen. Ninasema utalia tena. Anasema utalia tena. Mwambie utahangaika tena. Kuza mwenzako mwambie utahangaika tena. Maana walikuonea muda mrefu. Lakini sasa kinaenda kuchomoka. Haleluya. Nasema kitaenda kuchomoka.
Yule mnyama alikuwa amekandamiza watu. Yule mnyama alikuwa amekandamiza watu. Lakini wakati Mungu alipofika mtoto unaweza kufika mahali ukaanza kutoka na kuteketezwa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Ndivyo wote waliokuwa wanatesa maisha yako. Na hivyo ndivyo wote walikuwa wanatesa maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe utaona tena. Maana unaona kutola moja na Jehova. Kimtukuzo siku na hata mchana. Kimwambia siku na hata mchana. Ukitangaza matendo yake. Ukitangaza matendo yake. Ukitangaza makuu yake. Ukitangaza baraka zake. Bwana anaokoa. Yesu anakomboa. Yesu anaponya. Yesu anaitoa. Yesu anatembea. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Amen. Tunapomalizia neno siku ya leo, ikasema akatawala pamoja na Yesu Kristo. Ninatangaza siku ya leo ameketi mkono wa kuume, mkono wa Mwenyezi. Hapo ndipo anapotawala usiku na mchana. Maana alipoambiwa na ufunuo wake, unaposoma Yohana 14 kuanzia mstari aliwaambia msifadhaike moyoni mwenu tena, ili unapomwaminia Jehova uniamini na mimi. Yes, kuna makao mengi, na kama sivyo ningeliwaambia. Hata singeweza kwa baba yangu, ili nikapate kuandalia nafasi, ili nikapate kuandalia makao, ili nikapate ule mkazo kama nifanya mpaka mwisho wa dahari. Yani katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asikie na atende. Amen. Anasema kuna mahali amekuandalia. Mahali kuna baraka zako, mahali kuna uzima wako, mahali kuna furaha zako. Oh my Father, my God. Hiyo sio sehemu ya maisha yako. Hiyo sio sehemu ya maisha yako. Maskini sio sehemu ya maisha yako. Kuonewa si maisha yako. Mahali kuna uzima ndio kuna sehemu yako. Bwana Yesu asikie na atende. Yaani kuna utajiri na heshima ndio sehemu yako. Maana utajiri na fedha na mali zake. Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Wanafunzi wake ndiye njia. Ndiye ukweli na uzima. Yeye ndiye ukweli na uzima. Ndio kwa Baba. Bwana Yesu asikie na atende. Amen. Amen. Akasema atakutawala pamoja na watakatifu wake. Daudi akasema atakutawala pamoja na wateule wake mpaka mwisho wa dahari, mpaka mwisho wa dunia. Mstari wa 13. Ndivyo neno la Bwana linavyonena mahali pale. Na mstari wa 14 linapokuunganisha na hiyo neema, ili Bwana akapate kuwa msaada wako, ili Bwana akapate kuwa ngome yako, ili Bwana akapate kuwa tegemeo lako, ili Bwana akapate kuwa kimbilio lako. Mwaka mzima 2026 usije mara pale ukatembea peke yako, bali Jehova akatembea na wewe. Jehova akatembea na maisha yako. Jehova akatembea na nyumba lako. Jehova akatembea na ndoa yako. Jehova akatembea na watoto wako. Jehova akatembea na wazazi wako. Bwana akatembea na mandugu zako. Bwana akatembea na kazi yako. Akatembea na hiyo ndoa. Akatembea na hiyo biashara. Maana wakati Jehova anapotembea na wewe, hakuna siku utafika mwisho mahali pale. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Nasema Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Nasema mahali mwanadamu anafika mwisho, hapo ndipo Mungu anachukulianga. Hapo ndipo mwanzo wa Mungu. Anapochukulia na kuendesha, anapokuendesha unafanikiwa. Wakati Mungu anakuendesha unasawi. Wakati Mungu anakuendesha unaongezeka. Wakati Mungu anakuendesha unakuwa na matunda. Wakati Mungu anakuendesha unakuwa na baraka. Wakati Mungu anakuendesha unakuwa na uzima. Anakutenganisha na magonjwa, anakutenganisha na laana, anakutenganisha na masikini, anakutenganisha na kuonewa, anakutenganisha na kudhalauliwa, na maisha yako yanabarikiwa. Ukaambia wakati wa asubuhi, wakati Mungu alipochukulia maisha ya mtumishi wake Hana, akaondoa kilio katika maisha yake, akaondoa kuonewa na kudhalauliwa, na hivyo mahali pale akaachilia furaha, Mungu akaachilia ushindi, Mungu akaachilia baraka, na Hana mtumishi wake mahali pale akaheshimishwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na useme Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Kuna mtu maisha yake ilikuwa imedharauliwa, alikuwa ameonewa muda mrefu, lakini kabla ibada kapata kufika mwisho, maisha yake itaenda kuheshimishwa katika jina la Yesu Kristo. Hiyo aibu Jehova atakuondolea. Hiyo aibu mahali pale alikupaka, nasema Jehova ataiondoa, akapata kuachilia furaha, akapata kuachilia amani, akapata kufika mavazi mapya ambayo ni mavazi ya utukufu tangu sasa na hata milele na milele. Na useme Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Ndio. Matendo imetendeka. Na ni matendo ya maajabu. Amen. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu. Tulikuwa ndani hili sasa mstari wa 13.
Nikaona katika jozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja. Anasema mmoja aliye mfano wa mwanadamu, pamoja na mawingu ya mbingu. Akamkaribia yule mzee wa siku, wakamleta karibu naye, wakamleta pamoja na yeye, naye akapewa mamlaka na utukufu, na akapikwa utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa lote na lugha zote wakamtumikie. Na mamlaka yake ni mamlaka ya milele na milele. Na usema Bwana Yesu asikie na tena. Nasema mamlaka yake ni mamlaka ya milele na milele. Haleluya. Kwa hivyo anapoenda kutawala pamoja na wewe katika maisha, katika nyumba lako, utakuwa na mamlaka ya milele na milele, na ni mamlaka ya kuharibu kazi ya ibilisi na kuinua ufalme wa Jehova na kuinua madhabahu ya Bwana na kutangaza ushindi wa Bwana na kutangaza kibali cha Bwana. Hautakaa ukiwa umefinyiliwa tena, hautakaa ukiwa chini tena, bali Bwana atakuinua katika jina la Yesu Kristo, ili watu wa mataifa wakapata kutazama, wakaja kumshuhudia Mungu wako, wakapata kushuhudia Mungu wako, wakasema Mungu wako anatenda, wakasema Mungu wako anaokoa, wakasema Mungu wako anaponya, wakasema Mungu wako anatetea, na Mungu wako anabariki, wakasema Mungu wako anaokoa. Katika jina la Yesu Kristo, na sasa nitangazie mtu hiyo magonjwa itakuwa haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa asubuhi, wakati wa kijana, akawa mzee, lakini Bwana mwenye yake akatibiwa, wanapookoa mambo mekate, wana watoto wake manepala kuonekana, wana watoto wake bado wanaonekana, wakiomba msaada wao, wana ndio walikuwa msaada wao, wana ndio walikuwa wanakutetea, bali Bwana watasaidia, akapata kuwasaidia. Bwana Yesu asikie na atende. Au sema amen. Ninapoenda kumalizia na maliziana sabuni, na kuindicate katika mwaka mpya na katika baraka na katika baraka na unapoenda kutembea na Jehova, wakati unapata Jehova, Jehova ataenda kufanikisha maisha yako. Wakati alipokuwa Daudi katika utawala wa Mungu, akaimarisha ndoa za Daudi, na akasema na Daudi, Bwana Yesu akamshika Daudi kwa mkono wa kuume, na akaanza kutembea na Daudi, na akaanza kutembea na yeye, akaimarisha ndoa za Daudi, na akatia mkono ndani ya kinywa chake, akatia mkono katika Bwana, habari nyumba za simba katika kinywa chake. Daudi akulia tena mahali pale, Daudi mahali pale hakuhangaika tena, Daudi mahali pale hakuonewa tena, Daudi hakufinyiliwa tena, kinywa chake kulikuwa na wimbo wa ushindi, kulikuwa na wimbo wa ushindi, kulikuwa na wimbo wa kuendelea, wimbo wa kuendelea, wimbo wa baraka, wimbo wa baraka, wimbo wa uponyaji, wimbo wa afya katika jina la Yesu. Bwana Yesu asikie na atende. Amen. Mungu atakushika na mkono wako, Mungu atakushika na mkono wako kuume, atakuwa mchungaji wako, mchungaji wako, anaenda mchungaji wako, ataenda kuchunga maisha yako, kuchunga huduma lako, wakati Bwana anakwenda kuwachunga mahali pale, wakati Bwana anakwenda kuwachunga mahali pale, katika manjani ya malisho mabichi, mahali pale kuna chemichemi, mahali pale kuna baraka, mahali pale kuna amani, mahali pale kuna ushindi, mahali pale kuna ushindi, mahali pale kuna utajiri. Bwana anaongoza na Yesu Kristo, na Yesu Kristo siku ya leo, mwaka mzima Jehova akuongoze, Jehova akuchunga mwaka mzima, na kulisha katika majani mabichi, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Maana Yeremia akasema, wanamtegemea Bwana, wanamtumainia Bwana, iliyopandwa kama madani, haitakuwa kukauka, katika jina la Yesu, wala haitakosa matunda, hata wakati wa hiari, katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia siku ya leo, na usema na Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Bwana nakupande kando kando ya mito yake, Bwana nakupande katika kando ya mito yake, habari ya mito ya baraka, usije ukakatana kwenye
matunda. Usiwe pata matunda. Pale ukaonewa. Usiwe pale ukaonewa. Usiwe katika kushimishwa. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asikie na atende. Zaburi 23 inasema nini? Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi. Katika malisho ya majani mabichi. Unilaza. Yeye unilaza. Kando ya maji ya utulivu. Kando ya maji ya utulivu. Uniongoza. Yeye ananiongoza. Unihusisha nafsi yangu. Unaenda pole pole. Kando ya maji ya utulivu. Bwana atakuongoza. Haleluya. Bwana ataimarisha hatua zako. Bwana atakuendesha katika njia njema. Mahali kuna baraka zako, mahali kuna uzima wako, mahali kuna baraka yako, mahali kuna kibali cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hautakataliwa, utaonewa. Maanake Jehova atakuchunga. Na amesema ni katika majani ya malisho mabichi. Mahali pale kuna umbichi, mahali pale kuna utele, mahali pale kuna kunawiri, mahali pale kuna kuongezeka, mahali pale kuna baraka teletele. Haleluya. Hapo ndipo Jehova atakuongoza. Hapo ndipo Jehova atakuchunga. Hautakaa jangwani tena, hautakaa kwa magonjwa tena, hautakaa kwa laana tena, hautakaa kwa maskini tena, hautakaa kwa vita tena, hautakaa kuonewa tena. Bwana atakuchunga mahali pazuri, mahali kuna baraka, mahali kuna chakula, mahali kuna maji, mahali kuna utajiri, mahali kuna fedha, mahali kuna vitu nzuri. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Haleluya. Hapo chini nasema akapanga meza yake pamoja na maadui zake. Yeye umpanga meza, umwandalia meza mbele ya maadui yake. Yeye umwandalia meza katika maadui zake. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam. Naam. Nijapopita kati ya bonde ya uvuli wa mauti. Nijapopita kando ya bonde ya uvuli wa kifo na mauti. Sitaogopa mabaya. Sitaogopa mabaya. Kwa maana wewe u pamoja na. Kwa maana Jehova atakuwa pamoja na wewe. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Haleluya. Amen. Mungu na akuwe pamoja na wewe. Amen. Mwaka wa 2026. Amen. Upitapo katikati ya mitego ya wachawi. Upitapo katika mitego ya wachawi. Kusaidie. Mungu ataenda kukusaidia. kukuokoa. Mungu ataenda kukulinda. Mungu ataenda kukulinda. Baada ya kushindania. Mungu mahali pale katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asikie na atende. Haleluya. Amen. Daudi anasema ataogopa. Daudi anasema ataogopa. Mahali kuna ngome. Hata akiogopa kuna mauti. Mungu anakuwa na mauti. Mahali pale kuna magonjwa. Mahali pale kuna magonjwa. Ataogopa lolote. Akasema ataogopa lolote. Atakusaidia. Maanake Jehova yupo pamoja na yeye. Maanake Jehova yupo pamoja na yeye. Bwana Yesu asikie na atende. Nataka nikutabirie 2026. Nataka nikutabirie 2026. Jehova akatembea na wewe. Jehova akatembea na nyumba lako. Jehova akatembea na huduma lako. Jehova akatembea na kazi ya mikono lako. Katika jina la Yesu Kristo. Na wakati Jehova atatembea na wewe, leo utahangaika. Hakuna mahali utafika mwisho. Hakuna mahali utachanganyikiwa. Hakuna mahali utakosa matumaini. Hakuna mahali utakuwa na kilio. Maanake yeye atakufariji katika jina la Yesu Kristo. Na usema na Yesu asikie na atende. Haleluya. Wale wanadamu hawakuogopa tena. Wale wanadamu maanake yule mnyama alikuwa amekwisha kuuliwa. Maanake yule mnyama alikuwa amekwisha kuuliwa. Na alikuwa amekwisha kuteketezwa. Alikuwa amekwisha kuteketezwa. Haleluya. Amen. Na haki ya Bwana ikatawala. Na haki ya Bwana ikatawala. Tunapokwenda siku ya leo. Tunapokwenda siku ya leo. Haki ya Bwana ikakutawala. Haki ya Bwana ikatawala. Wokovu wa Bwana ukakutawala. Wokovu wa Bwana ukakutawala. Amesema hata nyamaza. Amesema hata nyamaza. Mpaka haki yako. Mpaka haki yako. Na wokovu wako. Na wokovu wako. Ukapate kupatikana. Ukapate kupatikana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na useme Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Na useme amen. Amen. Na hivyo ndivyo natabiria wanarika. Na ndivyo Hivyo mlikuwa na kufanya ibada. Hivyo mlikuwa na kufanya ibada. Mungu atembee na nyinyi. Mungu akatembea na nyinyi. Siku zote za maisha yenu. Siku zote za maisha yenu. Haleluya. Amen. Mungu akawa mchungaji wenu. Mungu akawa mchungaji wenu. Mungu akawalishe. Mungu akawalishe. Mungu akawanyeshe. Mungu akawanyeshe. Mungu akawalinde. Mungu akawalinde. Na akawapigania vita zote wakati wa maisha yenu. Wakati wa maisha yenu. Usije ukatembea peke yako. Usije ukatembea peke yako. Bali Bwana akutendee. Bali Bwana akutendee. Kwa jina la Yesu Kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Na useme Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Na useme amen. Amen. Simama na miguu yako. Simama na miguu yako. Simama tu na miguu yako. Simama tu na miguu yako. Asante Bwana majeshi. Ninahisi neema ya Bwana inatembea katika hii nyumba. Ninahisi neema ya Bwana inatembea kila kona. Yes. Ninahisi kuna utukufu wa Bwana unatembea kona zote, pembe zote nne. Ndio. Oh, thank you my Father. Yes.
kukawa na furaha kwa wale watakatifu. Ndio. Maanake aliyekuwa akiwatesa alikuwa ameuliwa. Yes. Na wakapewa Yesu na mamlaka kutawala pamoja na Kristo. Ndio. Katika ufalme wake. Yes. Thank you my Father. Thank you my Father. Unaporuhusu yale mamlaka my Father. Ndio. Uone uwezo na nguvu na kibali. Yes. Kikatembea na watumishi wako. Ndio. Kikatembea na wateule wako. Yes. Wamama na wazee na vijana. Ndio. Hata wale watoto wadogo. Yes. Hata wachungaji na watumishi. Ndio. Wote wanaokutumaini Bwana majeshi. Yes. Falme uwepo na neema yako. Ndio. Naomba ikatembea na wao. Yes. Wakuone wakati wa usiku. Ndio. Hata wakati wa mchana Bwana majeshi. Yes. Naomba wakuone. Ndio.